Ni kubwa kwa sasa hivi kuelekea mchezo wa ngao ya jamii ni mashabiki wa Simba na sababu kubwa ni utambulisho wa Suleiman Mwalimu ambaye ametambulishwa asubuhi ya jana na watani wenu ambao mnakwenda kucheza nao hii leo. Ni kweli? Inawezekana kweli sisi tukawa na huzuni kubwa. Sisi inawezekana kweli tukawa na huzuni kubwa, lakini huzuni wetu sisi sio sababu ya Suleiman Mwalimu kwenda Yanga. Sisi huzuni wetu kubwa, yani huzuni ambao ulituja sisi kutambulishwa Suleiman Mwalimu kwenye tamasha kubwa la Simba Day. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Yaani Suleiman Mwalimu hana hadhi ya kutambulishwa Simba Day kutokana na quality yake yeye, kutokana na ukubwa wake yeye, kutokana na nini? Na ubora wake yeye. Narudia, wana Simba tumekasirika. Kwa sababu gani uongozi wa Simba ukamtambulisha Suleiman Mwalimu kwenye Simba Day? Si ilikuwa surprise like... No! Ndio wana Simba tumechukizwa kwa sababu uwezo wa Suleiman Mwalimu, sifa Suleiman Mwalimu hana hadhi ya kuja kutambulishwa kwenye jukwaa kubwa la Simba Day. Baada ya kwenda Yanga. Nisikilize, katika matamasha makubwa duniani, Simba Day limeshika nafasi ya 3 duniani. Mchezaji anayopaswa kutambulishwa Simba Day ni ule mchezaji mwenye quality kubwa. Leo hii Suleiman Mwalimu wanapokuja kumtambulisha kwenye skrini kwa ukubwa, ndio wana Simba walipokasirika, na viongozi wa Simba wajue mashabiki wa Simba wamekasirika kwa sababu kwa nini wamtambulishe Suleiman Mwalimu kwenye jukwaa kubwa. Wao hakuna shabiki aliyokasirika Suleiman Mwalimu kwenda Yanga. Kwanza sisi tumefurahi, nisikilize. Tumefurahi Suleiman Mwalimu kwenda Yanga, mzigo umeondoka. Mwalimu huyu mnayembeza ndio mwalimu huyu aliyepata furaha ya kombe la Muungano. Sikiliza, penalti hata wewe unafunga. Wewe hapo penalti ukipewa ufungo unafunga. Wewe penalti ukipewa ufungo unafunga. Umeelewa vizuri? Narudia, Suleiman Mwalimu uwepo wake ndani ya Simba Sports angebaki, angembania Osman kutomuona kucheza. Mimi nakwambia yule mnamdharau nyinyi Peter Osman, yule sinomwita sisi Osman, ambaye nyinyi mnamdharau. Yule Osman alifungiwa miguu. Umeelewa vizuri? Osman alizuiliwa na kocha Steve Becker. Yaani Steve Becker alificha white. Alificha white. Ili kuwaonyesha watu kwamba wewe Osman, huyu hapa wewe Osman, watu wakikuona ukiwa unacheza, watu wakikuona ukiwa na tempo kubwa uwanjani, watu wataanza kukuogopa, kukuwekea watu. Cheza chini ya kiwango. Leo utakuja kuonyesha kiwango chako. Hiyo baadaye sasa. Baadaye. Leo utakuja kumuona. Unakwenda kuona maajabu. Leo utakuja kumuona leo. Leo utakuja kumuona. Leo mguu wake unafunga chuma 2, kichwa chake kinafunga goli 1. Mwalimu atatupia uone na yeye uko alipo. Nisikilize, Suleiman Mwalimu ni mchezaji wa kawaida, wala hawezi kuifunga Simba. Hata goli la offside hawezi kufunga. Ni baada ya kwenda Yanga. Hawezi. Usingezungumza hivi maana. Hawezi. Suleiman Mwalimu hawezi kuifunga Simba. Hata goli la bahati mbaya la offside hawezi. Leo hii mimi sinakwambia aliyekuwa mfalme wenu. Mfalme gani? Mfalme wa Simba. Anajulikana Mwamba Lusaka Chama. Sio kweli maana. Chama ndo mfalme wa Simba Sports. Suleiman Mwalimu hawezi kuwa mfalme. Suleiman Mwalimu hawezi kuwa mfalme ndani ya Simba Sports Club. Ni mchezaji wa kawaida. Wa kawaida tu. Yaani hata mimi nikifanya mazoezi sana, Suleiman Mwalimu hawezi kufikia kiwango changu. Mimi niamua kufanya mazoezi, Suleiman Mwalimu hawezi kufika kiwango changu. Hata lile goli alilofunga lile Simba na Yanga tunasema offside, lile goli ni offside kweli, sio goli. Mandala. Ilikuwa offside. Sio goli. Maneno yalikuwa mengi kwenye mitandao. Sio goli, nani ulimsikia? Nyinyi mashabiki wa Simba. Kama uliniona mimi ni AI. Sio mimi. Kama Ahmed ulimuona anasema lile goli ni goli, kalalamika ni AI. Hata yule nani rais wa mpira yule sio yeye AI. Mlibebwa kwa hiyo. Sio yeye. Hakuna, sio goli. Haikuwa goli. Suleiman Mwalimu hajafunga goli na Yanga. Na ile mechi ilikuwa sare. Sio goli. Hawezi, hana uwezo wa kufunga goli. Lile sio goli. Na mechi ilikuwa sare. Tuzungumzie sasa mechi ya leo ambayo umetuleta hapa Zanzibar dhidi ya mtani wako ambaye yeye ndio anaimiliki ngao. Mimi natoa rai. Au natoa onyo. Kwa muamuzi wa leo uwanjani, tunamjua na tunajua sifa zake. Akatafsiri sheria 17 uwanjani. Sisi tumesafiri, tumetumia gharama kubwa. Wewe umesafiri, nadhani unaelewa. Kuja 40,000, kuja 40,000. Kulala kuvyumba 50 hadi 70. Kula kila kitu 200,000 naye inafika. Kwa hiyo sisi sio wajinga, tumefuata nini? Furaha. Kama Simba itatakuwa tumefungwa, tutakuwa tufungwe kwa uhalali.
sio kwa matokeo ya mtu kutoka ya mfukoni. Kama Simba tutashinda, tushinde kwa uhalali. Akachezesha mpira sheria 17 asimamie wapi? Uwanjani. Watu tumetumia gharama kubwa kuja kufuata nini? Burudani. Hakuna mtu asojua mpira. Kama tumefua wela kihalali, tutajua sasa kumlaumu nani wala tumlaumu yeye. Kikosi cha kumfunga Yanga mnacho? Simba ya msimu uliopita ndo Simba timu yenye ubora mkubwa. Simba tujabomoa kikosi. Simba kikosi chetu kipo vile vile. Tumeongezea watu pembeni huku, tumeongezea mtu namba 9, tumeongezea watu. Simba ipo vile vile, hajabomolewa. Leo Simba anaenda kushinda chuma 3. Wewe utakuwepo? Upo wewe leo, utaona mnyama chuma 3. Kesho tunaamka na furaha asubuhi. Kesho hiyo surprise X Factor. Hapo kwenye surprise. X Factor namba 6 baba. Wewe. Na saizi hapa ninavyoongea na wewe, watu wanamaliza kuibrand helicopter ile. Na picture X Factor inafungwa hivi. Nani wewe? Inapita ikifika Jangwani pale inasimama inazunguruka helicopter. Anatambulishwa X Factor. Kwa mara ya kwanza Tanzania inaenda kushuhudia mchezaji anatambulishwa nchi nzima. Helicopter inapita. Na tutapiga marufuku kuposti. Kwa sababu utambulisho utatumia helicopter peke yake. Na chombo cha habari chochote kitachoposti X Factor tunakishtaki. Yaani utambulisho wa mchezaji wetu sisi anatambulishwa na ndege juu. Na anatambulishwa Jangwani. Ndege vinapita juu nchi nzima. Ikifika Jangwani ndege inazunguluka pale hivi. Masaa 3 inazunguluka. Huku sisi tunachimba dawa chini pale. Pale Jangwani. Huku sisi tunachimba dawa chini kesho hiyo. Ukiwa na ngao yenu. Tukimaliza kumtambulisha X Factor kawaida. Katiba ya Simba kuna kipengele kimeandikwa. Unapomfunga Yanga lazima ukachimbe dawa wapi? Jangwani. Katiba ya Simba. Imeandikwa hivyo. Kipengele kipya kimewekwa. Yaani unapomfunga Yanga lazima kwenda yaani sio ombi. Tuelewe vizuri. Lazima katiba ya Simba inasema kipengele cha 10/7 inasema tunapomfunga Yanga kuchimba dawa lazima. Yaani lazima. Wala ushindi lazima tushinde, lazima na X Factor lazima tupite na ndege yetu bwana inazunguruka hivi. Tusije tukakimbiana baada ya mechi. Wewe si upo? Mimi nipo. Mimi si nipo. Tutaonana. Tutatafutana baadaye. Maisha yapo. Asante Mandala. Nataka nikuulize swali kidogo samani. Mshabiki wa Yanga. Nikuulize swali kidogo. Ngoja kabla hujauliza swali. Ngoja kwanza. Ngoja. Wewe sasa uniulize mimi swali. Hiyo wewe ni mshabiki wa timu gani? Wa Dar es Salaam Young Africa. Hiyo jezi? Atulia kwanza. Ngoja kwanza hiyo jezi. Nataka kuchange sasa hivi. Muda unaenda kujiandaa sasa. Sikia, mimi nakuuliza swali moja. Kuna kidogo nikwambie. Hii ndio shida yenu nyinyi mashabiki wa Yanga, ndio shida yenu. Hamuipendi timu yenu. Sikiliza kwanza. Mimi niko na point, niko na point Mandala. Utaniuliza. Nakupa elimu kwanza. Nakupa elimu. Sawa mwalimu. Nimekuja. Nipe elimu. Nyinyi hamuipendi timu yenu. Kwa vipi? Waangalia mashabiki wa Yanga 99% hana jezi. Wanaenda kucheza basi nisikilize. Toka pumzike sasa hizi. Wewe nisikilize. Wewe unaenda kupumzika baada ya kuanza kubadilika. Wewe unakuja hapa. Wewe nisikilize. Ndio. Nakupeni elimu. Jifunzeni kuipenda timu yenu. Nisikilize. Ndio sawa. Sasa unasikia? Wewe nisikilize kwanza. Haya twende endelea. Wewe nyamaza sikiliza. Toa elimu yako. Alafu mimi nakuuliza swali moja. Jifunzeni kuipenda timu yenu. Sawa. Sisi wazee mashabiki wa Simba unaona wote tumevaa jezi za Simba. Wote. Nyinyi hapa mpo wawili tu mmevaa jezi, yupo Kizinga peke yake. Mwingine simuoni. Dosa kavaa jezi ya mwaka 70 ile kule. Ile mmoja anavaa jezi Dosa. Hamuipendi timu yenu. Nyinyi wanafiki. Hamuipendi timu yenu. Ila nakuuliza hivi. Huko kambini kwenu mageti yamefungwa? Sio kakuta asubuhi tunatambulisha. Kitu sio kijua. Selemani Mwalimu si ndio tumemfukuza. Hapana. Yaani kitu sio kijua. Hata wewe nakwambia. Mimi juzi nimekusikia pesa yako unalalamika. Nani ameenda kufungulia? Sisi ndio tumemfukuza. Na hatujamfukuza kwa bahati mbaya. Tulimwona tamzibia nafasi Osman hatofunga. Kwa hiyo kocha ndo katoa oda akamwambia mastadi wa Simba mfungulieni geti mfukuzeni. Baada ya kumfukuza ndio nyinyi mmemvamia.